99% ya maneno ambayo mwanamke huwa anakutamkia wewe mwanaume kipindi ameanza kufanya usaliti huwa hayana ukweli kabisa. Wanaume wengi sana wana maumivu moyoni, wanaume wengi sana wamejikatia tamaa, wanaume wengi sana wanajiona wao sio wanaume kutokana na yale maneno waliotamkiwa na wanawake kipindi wanawake wamepata wanaume wengine huko nje. Ikifika pointi mwanamke akaanza kufanya usaliti, akili yake huwa inaacha kufanya kazi, dharau huwa inakuwa ya viwango vya juu, anakuwa na tabia kukulinganisha wewe na mtu mwingine. Kwa hiyo maneno mengi sana ambayo mwanamke atakutamkia katika kipindi hicho huwa hayana ukweli kabisa. Baadhi ya wanawake huwa wanajaribu kutengeneza lawama, kuachia lawama wanaume zao kwa yale mambo ambayo wanayafanya, ili wanapoondoka wanaume wabaki wakijisikia hatia kwamba pamoja na kwamba mke wangu amefanya hiki alichokifanya, tatizo ni mimi, sababu ni mimi, chanzo ni mimi. Wanaume wengi sana wameshatuhumiwa na wanawake kwamba mimi nafanya hivi kwa sababu wewe hauniridhishi. Mimi nafanya hivi kwa sababu wewe haujakamilika. Yaani mwanamke anakutamkia maneno ambayo ukikaa ukiyafikiria yanakufanya ujisikie vibaya wewe kama mwanaume. Wakati mwingine anaenda kukusimanga mbele ya familia. Mnaitishwe kikao cha familia, mke wako anasema sababu ya mimi kusumbua ndoa yetu ni kwa sababu mume wangu haniridhishi. Lakini asilimia kubwa yale maneno ambayo mwanamke huwa anayatamka katika wakati ule huwa yanakuwa ya uongo, hayana ukweli wowote. Mwanaume, kipindi mwanamke ameanza kufanya usaliti, dharau huwa inakuwa juu sana, na ndio maana baadhi ya wanaume mmekuwa mkiona wanawake zenu wakiwasimanga na hao wanaume zao wa nje. Anakusimanga kuhusu namna ulivyo, kuhusu muonekano wako, kuhusu namna ambavyo mambo yako ya ndani yalivyo, vitu vingi sana kuhusu utu wako wa ndani anakusimanga wewe na mwanaume mwingine. Kwa sababu ikifika pointi mwanamke akaanza kusaliti, akili huwa zinaacha kufanya kazi. Mihemko ya hisia inayomfanya mpende huyo mwanaume mwingine huwa inakuwa juu kiasi kwamba kikulinganisha wewe na huyo mwanaume mwingine ndio sababu ya yeye kuanza kukushusha wewe thamani. Wanaume wengi sasa hivi wamekata tamaa. Wanaume wengi sana wana maumivu moyoni, na kuna baadhi ya wanaume walishaukubali huu ukweli. Yaani wewe mwanamke alipokuambia huniridhishi mimi, wewe huna nguvu kama mwanaume, hujakamilika, ulishayachukua yale maneno ukaona kabisa ni ukweli, na mpaka leo yanakutesa ndani ya moyo wako, na mpaka leo unajisikia hatia, na mpaka leo unaona mke wako alifanya alichokifanya kwa sababu ya kwako wewe ndio una shida. Lakini naomba nikwambie ukweli mwanaume, hakuna kitu kama hicho. Umeishi na mke wako ndani ya miaka 5, umeishi na mke wako ndani ya miaka 6, umeishi na mke wako ndani ya miaka 7, miaka 8 au wakati mwingine miaka 10 kabisa. Anakuja kuanza kukwambia wewe haumridhishi baada ya kuishi na wewe kwa miaka yote hiyo, jambo ambalo sio kweli. Ni vile mwanamke anatafuta kauli za kukumanipulate, kukushusha na kukufanya ujisikie kama vile sio mwanaume. Wanaume wengi sana wameshatamkiwa hili neno na wanawake ambao walikuwa kiwasaliti. Unapoanza kutafuta sababu ya mwanamke wako kukusumbua, anakwambia mimi wewe huniridhishi, haya ninayoyafanya yote haya ni kwa sababu yako. Unapojaribu kuendelea kumplizi, anakwambia wewe endelea tu kunibembeleza kwa sababu hakuna mwanamke mwingine atakayekukubali na hiyo aibu yako. Hawa wanawake huwa wanawafanyia manipulation, wanawatengenezea mchezo kiasi kwamba wewe kama mwanaume ukikaa chini unaona kabisa mimi siwezi kuwa na mwanamke mwingine kutokana na hii aibu nilionayo. Baadhi ya wanaume tangia hao wanawake walipoondoka kwenye maisha yenu mpaka leo hii mmekuwa ni watu ambao hamna uhuru, hamna amani, hamjisikii vizuri, hamuoni kama nyinyi ni wanaume mliokamilika kutokana na maneno ambayo mlipewa na hao wanawake. Kuna wengine leo hii mnakosa hata ujasiri wa kutongoza wanawake, mnakosa hata ujasiri wa kuoa wake wengine kwa sababu ukikumbuka yule mwanamke alikwambia wewe ni mdhaifu, unaona wazi pengine kweli mimi nina tatizo, pengine mimi kweli nina changamoto ya kiafya, pengine mimi kweli niko tofauti na wanaume wengine. Lakini asilimia kubwa yale maneno ambayo mwanamke huwa anakutamkia katika kipindi kile huwa hayana ukweli kabisa. Mwanaume, ukitaka upotee, ukitaka udidimie, ukitaka ukonde, ukitaka upate ugonjwa wa moyo, ukitaka upate kisukari, zingatia sana hayo maneno ambayo mwanamke alikuwa anakutamkia kipindi ameanza kukusumbua.
Mwanamke anapoanza kukusumbua huwa hachagui neno lolote linalokuja kwenye kinywa chake, atakutamkia. Na kama wewe ni mwanaume wa kumng'ang'ania na kumplizi sana, hapo ndipo utakapopokea maneno mengi sana kutoka kwa huyo mwanamke. Atakuongelea kila aina ya neno baya pasipo kuangalia uzito na namna ambavyo wewe utajisikia baada ya kulisikia hilo neno. Kuna wanaume walishadhalilishwa mbele ya familia za pande zote mbili. Mke amekaa kwa ujasiri akakuvua utu wako mbele ya ndugu zake, mbele ya wazazi wako na wazazi wake, akasema mimi sitaki kuendelea kuishi na huyu mwanaume kwa sababu huyu mwanaume haniridhishi, kwa sababu huyu mwanaume hajakamilika, kwa sababu huyu mwanaume ana changamoto. Baadhi ya wanaume tangia siku ilipotokea hilo jambo, tangia siku kilipojitokeza hicho kitu, mpaka leo hii wanakosa ujasiri wa kujitazama kama wanaume. Mtu akikaa, akipima, akilinganisha, akisikiliza yale maneno mwanamke aliyekuwa akimwambia, akikumbuka mwanamke alivyokuwa akimtamkia, anakosa ujasiri wa kujiona yeye ni mwanaume. Lakini mimi nakwambia tu ukweli, mwanaume, hakuna ukweli wowote utakaoupata ndani ya mwanamke msaliti. Mwanamke akishaanza kukusaliti wewe, atatafuta kasoro zako, kwa sababu lazima ujue kibinadamu watu tunatofautiana, watu mnatofautiana. Kwa hiyo yale mambo ambayo ameyakuta huko pengine wewe hauna, kutokana na kila mtu aina ya uzoefu wake, na wengine kutokana na kutokuwa na mambo mengi. Kwa hiyo inapelekea mwanamke kuanza kukutamkia wewe kauli za kila namna, na mwingine huwa anatamka tu hivyo kukufanya ujisikie vibaya ili umpe uhuru wake. Lakini matokeo yake kuna baadhi ya wanaume bado wanang'ang'ania kuishi kwenye haya magereza. Uko na mwanamke ambaye sasa hivi imefikia hatua anakusimangia utu wako wa ndani, anasema wewe humtoshelezi, anasema wewe hujakamilika, anasema wewe una tatizo la kiafya, amekufanya upo mnyonge kabisa, unajisikia vibaya, huoni kama wewe ni mwanaume tena kwa sababu ya yale maneno anayokutamkia. Lakini kiukweli haiko hivyo. Mwanaume, usizingatie maneno ya mwanamke msaliti. Siku zote yale maneno huwa ni mbinu ya kujilinda yeye na tabia yake mbaya aliyoifanya, kwa sababu kwanza mwanamke huwa hawezi kuifesi aibu. Kisaikolojia, mwanamke hawezi kuifesi aibu ambayo inamdhalilisha yeye binafsi, kuonekana ametenda kitu cha kikatili. Kwa hiyo matokeo yake baadhi yao huwa wanafanya huu mchezo. Anakugeuzia wewe kosa kiasi kwamba wewe unahisi kwamba mimi mke wangu aliondoka kwangu sio kwa sababu alikuwa anipendi, aliondoka kwangu kwa sababu nilikuwa simridhishi, kitu ambacho sio kweli. Wewe kama mwanaume, wakati mwingine kaa chini ujiulize hili swali. Leo hii mke wangu anasema ameniacha mimi au amenisaliti mimi kwa sababu simtoshelezi. Vipi ikatokea siku nimepata ugonjwa, maybe nimepooza, nimepata gonjwa lolote ambalo linanipelekea mimi kuto kufanya kabisa hicho kitu, itakuwaje? Mimi nawaambia tu ukweli wanaume, maneno ya wanawake kipindi wameanza kusaliti ni maneno mabaya sana. Kamwe usije ukavumilia kukaa kwenye maneno haya, kwa sababu yatakushusha wewe kama mwanaume. Utakosa amani, utapata kisukari, utapata pressure, ile hali yako ya kujiamini kama mwanaume itashuka. Utakuwa huna ujasiri wa kutafuta mwanamke mwingine kwa sababu umeamini yale maneno ya yule mwanamke 100%. Kuna watu mko na watoto, umezaa kabisa watoto na huyo mwanamke, lakini anasimama kwa ujasiri. Mmeishi miaka 5, mmeishi miaka 7, mmeishi miaka 10, anakwambia mimi nafanya usaliti kwa sababu wewe unitoshelezi, mimi nataka tuachane kwa sababu mimi wewe huniridhishi, mimi nataka mimi na wewe tufike mwisho kwa sababu wewe haujakamilika kama mwanaume. Wanaume, naombeni sana wote ambao mliwahi kupata haya maneno kutoka kwa wanawake kipindi ambacho wameanza kufanya usumbufu, au ulijikuta tu unatamkiwa haya maneno na baada ya kuja kufanya uchunguzi ukaja kugundua kwamba mwanamke wako ana mwanaume mwingine, kaa ukijua kwamba tatizo haikuwa wewe, tatizo ni yeye mwenyewe na tabia zake za ndani yake alizonazo. Wewe kama mwanaume huna changamoto yoyote ya kiafya, huna shida yoyote, lakini mwanamke ameamua tu kukuweka kwenye hii nafasi. Ameamua tu kufichama, anakutumia wewe kujificha kwa madhaifu ambayo yeye ameyafanya, kwa tabia ambayo yeye ameyafanya, lakini 100% kubwa hakuna ukweli wowote kwenye hilo jambo. Mwanamke akianza kukusaliti, yani 100% kubwa ya wanawake, dharau huwa zinakuwa hapa. Anakulinganisha wewe na yule mwanaume mwingine, anaona thamani yako wewe haipo, anakushusha thamani yako mpaka mwisho. Akikuangalia, akakupima, anaona wewe sio mwanaume. Kile anachojaribu kukizungumzia huwa anakizungumzia kwa mtazamo wa huyo mtu aliye naye kwa wakati huo.
Sio kwamba kile anachokupointi nacho wewe unacho wewe. No, ule ni mtazamo wake wa ndani, kwa sababu amekulinganisha wewe na mtu mwingine, akaona wewe na yule mtu mmezidiana. Kwa hiyo ndio maana anakwambia wewe humtoshelezi, lakini haimaanishi kwamba wewe humtoshelezi. Yeye tu na tamaa zake za kimwili zilizompeleka kwa huyo mtu, leo hizi namsababisha na kujaji wewe kwa hiyo namna. Kuna baadhi ya wanaume wananiambia, dada, nakosa ujasiri wa kutafuta mwanamke, nahisi hii aibu yangu itazidi kutapakaa kwa sababu mimi siko sawa. Kwa nini? Ukimuuliza mtu kwa nini unaamini kwamba hauko sawa, anakwambia mwanamke wangu aliniambia hiyo ndiyo sababu ya kuniacha mimi. Aliniambia hiyo ndiyo sababu ya yeye kuwa msaliti. Aliniambia hiyo ndiyo sababu ya yeye kuanza kuwa msaliti kwa sababu mimi nilishindwa kumtosheleza. Lakini mimi nakwambia tu kweli, mwanaume, hakuna kitu kama hicho. Kile ambacho mwanamke anakizungumzia ni mtazamo wake kutokana na aina ya maisha aliyojiingiza. Mwanamke akishaanza kuwa msaliti, atakuzungumzia kitu chochote anachojisikia, na wakati mwingine sio kwamba haridhiki na wewe, basi tu kwa sababu mihemko yake ya hisia imeshahamia kwa mtu mwingine, kwa hiyo anajisikia kukutamkia wewe kila aina ya neno. Niseme tu, usaliti wa wanawake ni mbaya sana. Mimi sitetei usaliti wa pande yoyote, lakini usaliti wa mwanamke ni mbaya sana na wenye kuumiza, kwa sababu asilimia kubwa unaweza kukutana na mwanaume ana wanawake hata 3, 4 na wote anakaa nao kama wanawake zake, lakini bado ikawa sio sababu ya kumdharau mke wake aliyemuoa. Lakini sisi wanawake, ikitokea tu umeshapata mtu mwingine, huyu mwanaume wa ndani kwako huyu hana thamani yoyote. Mwanamke anakaa anaanza kukupima, anaanza kukuzungumzia kila aina ya neno unalojisikia. Anataka kukufanya ujisikie vibaya, na wakati mwingine kuna baadhi ya wanaume hayo maneno mnajitakia nyinyi wenyewe. Kwa sababu mwanamke anaposema mimi na wewe sitaki tuendelee, wewe unalazimisha kutaka kujua tatizo ni nini. Unatarajia mtu atajitetea nini? Kama anaondoka kwa sababu amechanganyikiwa na mwanaume mwingine, unafikiri atakwambia nini? Lazima atengeneze maneno ya kukushusha wewe, ionekane wewe ndio chanzo cha yeye kuamua kuondoka kwako. Ionekane ameshindwa kuishi na wewe kwa sababu wewe hujakamilika, lakini huo sio ukweli. Wanaume, nawaambia ukweli, tokeni huku. Kama ulishawahi kuzungumziwa hayo maneno na mwanamke, na kuhakikishia 100% ya hayo maneno hayakuwa na ukweli. Labda kama alikuwa na ukweli, basi ni 1% tu. Tuseme tupunguze kwamba basi aliongea uongo kwa 99%, lakini labda hiyo 1% tuuachie mwanya kwamba labda pengine kweli alizungumza kitu cha kweli. Lakini 1% kubwa, haya maneno ambayo mwanamke anazungumza kipindi ameanza kuwa msaliti, huwa hayana ukweli hata kidogo. Mwanaume, inuka, jikubali, wewe ni mwanaume, jipige kifua, songa mbele. Acha kumplizi huyo mwanamke ukiamini kwamba yeye ndio apekewa kukubebea hiyo aibu ulionayo. Hicho ulichonacho hata sio aibu, ni basi tu ni aina ya mwanamke uliyempata, ni kwa sababu alikuwa na mambo mengi, ndio maana alikutafasiri wewe kwa namna hiyo, lakini sio kwamba wewe uko hivyo. Hauna udhaifu wowote, hauna matatizo yoyote ya kiafya, ndio maana una watoto na huyo mwanamke, ndio maana uliishi naye kwa miaka 5, miaka 6, miaka 10. Mbona huku nyuma alikuwa asemi? Kilichomfanya aanze kuzungumza miaka ya huku mbele ni nini? Ni kwa sababu ameshakulinganisha wewe na mwanaume mwingine. Sijui kama unanielewa. Mwanaume, toka huku. Acha kumplizi mwanamke ambaye amekuona wewe ni mdhaifu kwake. Onyesha kwamba wewe ni mwanaume. Jivunie kile ulichonacho kama mwanaume. Jivunie mamlaka ulionayo kama mwanaume. Acha kuweka wanaume wako katika vitu vya ndani, kwa sababu lazima ujue hata kama ingelikuwa ni kweli wewe una udhaifu, hilo sio kosa lako. Mtu unapokuwa na tatizo la kiafya sio sababu ya mtu kukunyanyasa kutokana na hali ulionayo. Sijui kama unanielewa. Kuna baadhi ya wanaume walishawavumilia wanawake kwenye hali nyingi, walishapambana na wake zao kwenye kila kitu. Pengine ulimuoa mke wako alikuwa hapati mtoto, ukakaa naye ukapambana naye, lakini siku yeye alipofanikiwa kupata mtoto, alipopata mwanaume mwingine akakugeuka, akidai wewe humridhishi, wewe sijui mtoshelezi, vitu ambavyo havipo kiuhalisia. Hata kama ingelikuwa una matatizo ya kiafya, ilikuwa sio sababu ya mwanamke kuamua kuvunja ndoa. Kwa sababu kwenye maisha ya ndoa ni safari ndefu ambayo inapitia vitu vingi sana. Watu wanapitia mambo mengi sana. Vipi kama ikatokea siku moja ukapata ajali, ukawa ni mtu wa kukaa tu, huwezi kutumikia kwa chochote? Je, mwanamke huyo anaweza kukaa na wewe?
Kwa hiyo inapofika wakati mwanamke ameamua kuondoka kwenye maisha yako, akakutamkia maneno mengi, kaa ukijua kwamba alikuwa anatafuta sababu au alikuwa anatafuta tiketi ya kuondokea kwako. Alikuwa anatafuta tiketi ya makosa yake kuonekana hakukosea. Alikuwa anakuhamishia wewe kosa, anafanya shift blame, kutaka wewe ukae ukiwa hujiamini, ukiamini kwamba mimi ndio sababu ya huyu mwanamke kufanya usaliti. Lakini sio kweli. Mwanaume, toka huku. Ondoka kwenye utumwa wa huyo mwanamke. Huyo mwanamke ameongea hayo maneno kwa faida yake, lakini wewe kama mwanaume hauna tatizo lolote. Kitu unachotakiwa kukifahamu ni kwamba asilimia kubwa ya maneno ambayo mwanamke anakutamkia kipindi ameanza kufanya usaliti huwa hayana ukweli kabisa.